Unahisi itakuwa ngumu kiasi gani ama rahisi kiasi gani kwa Ridhiwani akiwa waziri mwenye dhamana kuyatekeleza haya aliyosema? Nafikiri imetokea kwa waziri mkuu kwenye hotuba yake ya mwanzoni kabisa. Na hili linikumbusha alipozungumzia atumia inasema nini fekeo na fekeo ile. Na kitu kingine alikitaja katika kupambana na hao. Kwa sababu aliona yeye waziri mkuu hiyo ilikuwa ni kero kubwa ya watu walio wengi, watumishi, rushwa, ufisadi. Lakini rais wa Jamhuri ya Muungano alipoingia madarakani, cha mwanzo kabisa aliona hilo tatizo, akasema hata kuwa na msalia mtume kwenye hilo, na pengine hata kuwa na focus isipokuwa atatumia kalamu yake. Wale viongozi watajikuta tu anaondoka wakati wote ule, kwa sababu ya hiyo shida ya watu. Wakati wa Mwinyi aliwahi kukabidhiwa Rais Mwinyi aliwahi kukabidhiwa fagio la chuma pale mmoja wa vijana Lumumba kwa sababu ya mapambano ya rushwa, na Mrema alikuwepo. Kwa hiyo kero kubwa, sisi tunaofuatilia siasa Tanzania, watu wa kawaida walio wengi wakiulizwa, shida yao kubwa sana, kero kubwa ambayo hata kwenye uchaguzi wanataka kiongozi ambaye atapambana na masuala ya rushwa na ufisadi. Haya yanawaathiri moja kwa moja katika maisha yao ya kila siku kwenye huduma mbalimbali. Na hawa watumishi wa serikali wanatoa huduma kwa watu. Sasa wanapokutanguliza mambo ya rushwa, yanawakera watu, wanapoteza pesa zao. Inahusu haki sasa. Haki inapotea kwa sababu ya mtu anayetaka kutumia rushwa ili apewe rushwa ili atoe huduma hiyo. Kwa hiyo sheria, anasema Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, inakwenda kupelekwa bungeni bila shaka, na ni jambo jema, lakini sheria ni kitu kimoja, na kwenye kutekeleza sasa inahusu adhabu inayotokana na kukiuka sheria iliyowekwa. Yale makosa ya kisheria, uvunjifu wa sheria kisheria uyopatikanayo, ni adhabu gani zinatokana na hayo makosa? Sasa watu watataka kuona hizo mahakama zinatoa adhabu na watu wanaadhibiwa kutokana na hayo makosa yanayotokana na sheria walizokiukwa. Na nadhani itakwenda kufanyika, na ikifanyika hilo linaweza kurudisha imani ya wananchi na itapunguza hizo rushwa na vitendo vya ufisadi. Ni kweli baadhi ya viongozi kama anavyosema waziri mkuu, ghafla tu anapata utajiri usiokuwa na maelezo. Haiwezekani, kwa sababu mtu huyu watu wanafahamu ulikotokea, na huna maelezo yote ya kutosheleza. Kwa hiyo inaonyesha hizo harufu za rushwa na ufisadi unaofanyika kwa baadhi, sio wote, ya watumishi, na wanawaribia wenzao ambao ni watumishi wema. Na kimsingi sheria zitakuja ndio, lakini adhabu hizo ziwekwe na zitekelezwe ili watu waone fulani ameadhibiwa kutokana na ushahidi, na kuwepo na ushahidi pia, wasionewe watu kwa sababu hiyo, ya sababu mtu kafanya shughuli zake alafu anakuja kunyang'anywa, anaambiwa ni mlarushwa wakati amefanya hizo biashara. Lakini kama hujaonekana ukifanya biashara na ghafla unaonekana ni mtu ambaye, kwa hiyo uwe na ushahidi wa kutosha, kama sivyo adhabu zitolewe. Kwa kauli mbili hizi ambazo zimetoka kwa waziri mkuu pamoja na Ridhiwani, waziri mwenye dhamana ya utumishi wa umma, ukizitazama hizi zina nafasi kiasi gani ya kupunguza suala la rushwa hapa nchini kwetu, hasa kwa watumishi wa umma? Mimi nafikiri Watanzania kwanza watasubiri, kwa mimi ninavyojua tabia za Watanzania hata hao watumishi. Je, haya yanayosemwa yanakwenda kutekelezwa kwa vitendo? Na umma nao unatazama kwa vitendo itakuwaje? Watanzania ni mabingwa wa kufuata sheria na taratibu pale wanapoona adhabu zinatolewa kwa kukiuka sheria na taratibu hizo. Mtanzania akifika mji labda Stockholm, Sweden, tunajua anauliza kwanza, hii utaratibu hapa uko ambapo na ukitupa ganda la pipi chini unalipa pesa, na ukifanya hiki unafanya hiki na adhabu ni hii, anajua inatekelezwa. Mtanzania anatembea mfukoni ana maganda ya pipi, anatafuta wapi pa kurusha zile maganda ya pipi ili asivunje sheria. Akifika nchi jirani tu hapa ya kwetu na sisi Rwanda, nikitaja kwa jina, traffic kule wanakuona wewe umeingia na gari unaendesha mahala pa 50, umeendesha 80, wanakusimamisha ukiwa kwenye boda na kuambia wewe tunajua ni mbongo, hujui taratibu zetu, ila sasa ukikamatwa tena una wiki 2 za mahabusu na faini. Wenye Rwanda wanasema wenyewe wakiona gari naenda pole pole inasababisha foleni, wanasema atakuwa ni Mtanzania huyo anaendesha mahala pa 80 anaendesha 50, 50 anaendesha 40, kwa sababu tunao uwezo wa kufuata sheria na taratibu, isipokuwa pale tunapoona kukiuka adhabu zake hazitekelezwi, basi business as usual, watu wanaendelea tu. Kwa hiyo mimi nadhani ni hatua njema, lakini inahitaji sasa meno
na watu waone kwamba watu wanaadhibiwa. Kauli ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba aliposema kwamba ni wakati sasa wa kuweza kutazamwa kwa makini kabisa watu ambao wanamiliki mali tofauti na kazi ambazo wanazozifanya. Kitolea mfano pengine mwanafunzi wa kidato cha 4 muhitimu wa kidato cha 4 mwenye elimu ya kidato cha 4 anaonekana akimiliki horofa pengine ama kitu kingine chochote. Hii inaweza ikawa inatoa tafsiri gani kwa raia kwa ujumla? Kwanza vitu vivi kwenye hilo umiliki wa mali na upataji wa mali, kuna taratibu zinatakiwa zifuatwe, ikiwemo kama ni biashara au kama unalipa kodi, unafuata taratibu zote. Huwezi ukawa na makosa. Chanzo chako cha pesa itajulikana kwa sababu una declare, unaonyesha huko kwa mamlaka zinazohusika. Lakini ukiwa na shida ya watu ambao hawalipi kodi, hawajulikani wamesajili wapi biashara zao, wameanza lini, wanafanyaje, inatia haya mashaka. Lakini kiupo na hatua za kufuatilia namna mali hizo zilizopatikana, na kama kuna taratibu zote za kiserikali za kulipa kodi na leseni zinafuatwa, muhimu watu wasionewe, kwa sababu kuna watu nao wanajiongeza wenyewe katika maisha yao. Wengine wamepambana kwa ajili ya kufanya biashara zao. Japo mtu ana elimu ya kawaida, lakini anafanikiwa kutokana na nguvu zake. Usimuone kwa sababu ya jitihada zake. Kama anafuata taratibu, analipa kodi, ana leseni, waache endelee. Ndio maisha yanavyotakiwa yawe hivyo, ndio ustawi unakuwepo hapo. Kwa upande wako unadhani ni kitu gani hasa kinapaswa kuongezwa ama kuzingatiwa katika jambo hili la kuleta sasa ili liweze kusaidia kuifanya kazi hii kuwa nyepesi? Pengine elimu, kazi unaifanya nyinyi hapa vyombo vya habari, itoe elimu. Hiyo sheria nasemaje, watu waelewe, lakini elimu hii ianzie huko kwenye shule zetu, watu waelewe juu ya umuhimu wa kufuata taratibu. Ukiwa mtumishi wa umma, kipi utakiwa kufanya, na ukikifanya kitu gani kinakutokea, na mifano yaliyowatokea wengine uambiwe. Inasaidia sana. Lakini tukiwa tunatoa maelekezo hayo bila kusaidiana na vyombo vya habari na mamlaka zingine zinazoweza kutoa elimu, inakuwa ni si wengi wanafikiwa na hizo taarifa, na pengine wengine sasa wanakuja kuwa wahanga kwa kukosa taarifa kwamba kitu gani anatakiwa akifanya. Hata wanaonyimwa haki wanasema nyuma hajui anaidai vipi haki yake. Kwa hiyo elimu juu ya masuala mengi ya kijamii, elimu ya uraia inahitajika sana Samia katika nchi yetu. Mengi yanayofanyika hapo, unaona kabisa mtu huyu amekosa tu elimu ya uraia, kwa sababu hata huyu anayekudai akijua wewe hufahamu mambo ya msingi, hata kwenye form tu unauliza atalipa shilingi ngapi, wakati ukiwa unafahamu kwamba hiyo ni haki yako, unaanzia hapo, mimi nataka form. Swala la rushwa, Majid, limekuwa ni kitu cha kawaida kwenye maisha yetu kila siku. Miaka na miaka rushwa ipo. Na imekuwa ikipigiwa kelele kweli kweli. Tunaona taasisi mbalimbali zinazojitahidi kuweza kupambana na masuala ya rushwa. Serikali pia nayo imekuwa ikifanya jitihada zake kwa miaka mingi ili kuweza kuondosha mdudu rushwa huyu, lakini bado yuko pale pale na mambo yanazidi kuendelea, watu kupokea pamoja na kutoa rushwa. Unadhani kitu gani hasa kinapaswa kuzingatiwa na serikali hasa ya nyakati hizi ili kuhakikisha kwamba swala hili linakwenda kuzaa matunda? Ni hicho kinachofanyika sasa, hizi reform, haya mabadiliko yanayofanyika, lakini utekelezaji wake Watanzania wanajifunza haraka sana kwa kuambiana tu kwamba sasa kuna mabadiliko, watu wanafanya tofauti na huko nyuma. Lakini kuanzia nyumbani tunakotoka, majumbani mwetu, malezi ya watoto wetu, familia, huko nako kumekuwa na vitendo vya rushwa na ufisadi kwa namna moja au nyingine. Kumekuwa na uongo unaosababisha watu nao wanaenda kuwaongopea wananchi wanapokuja kuwa viongozi. Mama au baba na mtoto analia, anataka hiki, anamwambia nitakuletea pipi, halafu jioni anakuja anafikiri mtoto amesahau kwamba ameidiwa pipi. Wanasiasa tunawapata waongo wengine kwa sababu wamejifunza kuongopea wakiwa. Kwa hiyo yote hayo yanachangia katika ule utamaduni unaopelekea rushwa na ufisadi. Crown Media. Hapa ni nyumbani.